Mashambulizi ya angani yanayodaiwa kufanywa na Marekani yamelenga kituo cha kizuizi cha wahamiaji katika mji wa Saada kaskazini mwa Yemen na kusababisha vifo vya watu takribani 68 na kujeruhi wengine 47. Kituo hicho kilikuwa na takribani ya wahamiaji 115, wengi wao wakiwa raia wa Ethiopia waliokuwa wakijaribu kuvuka Yemen kuelekea Saudi Arabia. Kulingana na televisheni ya Al Masra inayoendeshwa na waasi wa Houthi, miili 35 imepatikana kwenye eneo la tukio, huku watu wengine 30 wakiwa hawajulikani walipo. Serikali ya Houthi imelaani shambulio hilo na kuliita kama la uhalifu wa kivita na kuitaka jumuiya ya kimataifa kulaani kitendo hicho. Marekani kupitia kamandi kuu ya kijeshi haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi ya angani dhidi ya waasi hao tangu Machi 15 mwaka huu chini ya operation inayojulikana kama Operation Rough Rider kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Houthi na kulinda usalama wa meli katika Bahari Nyekundu. Shambulio hili linafanana na tukio la Januari mwaka 2022 ambapo shambulio la anga ambalo lilifanywa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia lililenga gereza katika mji wa Saada na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 70, wengi wao wakiwa wahamiaji kutoka Afrika. Mashirika ya misaada ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na shirika la kimataifa la uhamiaji na shirika la Msalaba Mwekundu yamekuwa yakisimamia vituo vya kizuizi vya wahamiaji nchini Yemen na yameeleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu usalama wa wahamiaji katika vita. Mashambulizi haya yanaongeza mvutano katika eneo hilo na kuzua maswali kuhusu uhalali wa mashambulizi ya kijeshi yanayolenga maeneo yenye raia wasio na hatia, hasa wahamiaji wanaokimbia mateso na kutafuta maisha bora. Jumuiya ya kimataifa inahimiza kuchukua hatua za haraka kulinda haki za binadamu na kuhakikisha uwajibikaji kwa wale wanaohusika na mashambulizi hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.